Karibuni sana wazazi na walezi wote. Leo tutaangalia pamoja njia rahisi na za kufurahisha za kumsaidia mtoto wako kuanza safari yake ya kuwa msomaji hodari. Na jambo zuri ni nini? Huna haja ya kuwa mwalimu aliyebobea, la hasha. Yote yanahusu kutumia zile dakika chache tunazopata katika shughuli zetu za kila siku. Basi, hebu tuanze na swali ambalo nina hakika wazazi wengi hujiuliza. Mtoto anajifunzaje haswa kusoma? Wengi wetu tunafikiri ni lazima aanze na kujua herufi A, B, C, D, lakini ukweli ni kwamba safari yenyewe huanza zamani sana, hata kabla hajawahi kushika penseli. Jibu linaweza kukushangaza kidogo. Yaani, msingi wote wa usomaji unajengwa kupitia yale mambo madogo madogo ya kila siku mnayofanya pamoja. Kuanzia yale mazungumzo yenu jikoni, zile hadithi za kulala, hadi nyimbo mnazoimba pamoja. Vyote hivyo vinajenga msingi imara sana. Na hii inatuleta kwenye wazo letu kuu la leo. Wewe, mzazi au mlezi, ndiwe mwalimu wa kwanza na muhimu zaidi kwa mtoto wako. Nasikiliza vizuri sehemu hii ya mwisho. Haijalishi ni lugha gani mnayozungumza nyumbani. Lugha yenu ya asili ndiyo zana yenu yenye nguvu zaidi katika safari hii. Sawa basi, twende moja kwa moja kwenye sehemu yetu ya kwanza, ambayo ni nguvu ya mazungumzo. Yaani, tutajenga kwa kutumia sauti na masikio. Hapa ndipo haswa mbegu zote za usomaji hupandwa. Unajua, watoto hawajifunzi lugha kwa kadi au kwa kukaririshwa. Hapana, wanajifunza vizuri zaidi kupitia mwingiliano wa kila siku. Fikiria hivi, mnapokuwa mnatembea na unamwonyesha ndege na kuzungumzia rangi zake, au mnapoigiza mko dukani mnanunua vitu, wakati huo unajenga msamiati wake na uwezo wake wa kuelewa ulimwengu. Ni kwenye michezo kama hii ambapo lugha huchanua kweli kweli. Na kwa nyinyi familia ambazo mnazungumza lugha zaidi ya moja nyumbani, naomba msikilize kwa makini. Endeleeni kutumia lugha yenu ya asili bila wasiwasi wowote. Kufanya hivyo hakumchanganyi mtoto, badala yake kunaufanya ubongo wake kuwa imara zaidi, kunapanua misamiati wake, na muhimu zaidi, kunampa hisia ya kujivunia utambulisho wake. Kusikiliza, hiyo ndiyo hatua ya kwanza kabisa ya kusoma. Na unaweza kuifanya iwe mchezo. Vipi? Jaribuni hii. Fanyeni kitu tunachokiita matembezi ya kusikiliza. Simameni kimya kwa dakika moja tu na muulize, unasikia nini? Ni sauti ya upepo, gari, au labda mlio wa paka? Mchezo huu rahisi unafundisha umakini. Au imbeni tu nyimbo pamoja, zile za utotoni mwenu. Mdundo na maneno hujenga kumbukumbu. Sasa hebu tuangalie hapa. Kuna tofauti kubwa sana. Badala ya kuuliza swali ambalo jibu lake ni ndio au hapana, jaribu kuuliza maswali yanayoanza na kwa nini au ni kitu gani. Unapouliza ni kitu gani cha kusisimua zaidi ulichokiona bustanini, haumpi jibu, unamfungulia fursa ya kuelezea mawazo yake yote, ya kusimulia hadithi yake. Okay, kutoka kwenye mazungumzo, sasa twende kwenye karatasi. Vipi kuhusu ule mchoro wa kwanza kabisa anauchora mtoto wako? Huo ni mwanzo wa safari kubwa. Kabla mtoto hajajua kuandika herufi A, anaandika kwa kutumia picha na michoro. Unajua ile michorochoro ambayo wakati mwingine inaonekana kama haina maana? Hiyo ni muhimu mno. Huo ndio uandishi wake wa kwanza kabisa, ni lugha yake anayoitumia kwenye karatasi. Hapo anajifunza kuwa alama anazochora zinaweza kuwakilisha wazo. Na jambo zuri ni kwamba unaweza kumsaidia kwa urahisi sana. Huna haja ya vitu vya gharama. Tenga tu eneo dogo, hata kama ni kwenye kona ya meza, na liite kona ya kuandikia. Weka karatasi, penseli na rangi. Hii inampa uhuru wa kujieleza kupitia michoro yake wakati wowote anapojisikia, bila shinikizo lolote. Hili ni wazo ambalo mnaweza kulifurahia sana kama familia. Wakati mwingine mkienda matembezini, pigeni picha kadhaa. Baadaye, kae naye na muulize akusimulie kile kinachoendelea kwenye kila picha. Na hapa ndipo kuna uchawi. Andika maneno yake kama anavyoyasema chini ya kila picha. Ghafla anageuka kuwa mwandishi wa hadithi ya maisha yake mwenyewe. Sasa hapa ndipo jambo la ajabu linatokea. Huu ndio ule wakati anagundua, aha, kumbe yale maneno ninayoyasema mdomoni yanaweza kuandikwa na kuonekana kwenye karatasi. Hapo anaanza kuelewa ule muungano wa kichawi kati ya sauti na alama.
anagundua kwamba maneno yake yana uzito. Sasa tuingie kwenye ulimwengu wa vitabu. Fikiria kitabu kama vitu viwili muhimu sana. Kwanza ni kioo na pili ni dirisha. Hebu tuone inamaanisha nini. Kitabu kinakuwa kioo pale mtoto anapokifungua na kuona mhusika anayefanana naye, anayekula chakula kama chake au anayeishi katika mazingira kama yake. Hii inamwambia wewe ni muhimu, hadithi yako ni muhimu, na wakati huo huo kitabu ni dirisha la kumwonyesha maisha na tamaduni za watu wengine, jambo ambalo linajenga huruma na uelewa. Na usifikiri unahitaji kutumia pesa nyingi kununua vitabu hivi vyote. Maktaba ya eneo lenu ni kama hazina inayowasubiri. Ni bure kabisa. Na usisite kuwauliza wakutubi msaada, wao wapo pale kukusaidia kupata vitabu vya lugha mbili au hadithi kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Okay, nasikia ukisema mawazo haya yote ni mazuri, lakini mimi nina shughuli nyingi sana. Nitapata wapi muda wa kufanya haya yote? Hilo ni swali zuri sana. Siri yake ni nini? Ni kufanya vitu vidogo vidogo kila siku. Hebu tazama mfano huu. Jumatatu, dakika 10 tu za matembezi. Jumanne, nyimbo chache kwenye gari. Jumatano, dakika 15 za kuchora. Unaona? Sio lazima iwe saa nzima. Ni zile dakika 10 hapa, dakika 15 pale. Zikijumlishwa, zinajenga kitu kikubwa na cha kudumu. Hivyo, nataka umalize ukijua hili. Familia yenu ina utajiri mkubwa. Lugha yenu, utamaduni wenu, hadithi zenu za familia. Hizo ndizo zana zenye nguvu zaidi unazoweza kumpa mtoto wako. Kila unaposhiriki utajiri huo, unamsaidia kuwa msomaji hodari na mtu anayejiamini. Kwa hiyo, tunapomaliza, swali langu kwako ni hili. Kila familia ina hazina ya hadithi. Je, nyinyi mtaanza kusimulia hadithi gani? Kumbuka, hii sio mbio za ushindani. Ni matembezi mazuri ambayo mnayafanya pamoja, mkifurahia kila hatua ya safari.